karibu sana katika day 10. Karibu sana 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 sana. Karibu sana katika day 10, siku ya 10 katika safari yetu ambayo tulikuwa tumeianza ya kutengeneza mwaka. Siku 10 za kutengeneza mwelekeo wa mwaka. Karibu sana 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 sana, nayo furaha kubwa sana. Kwanza tunahitaji kumshukuru Mungu sana ambaye ametupatia nafasi, ametupatia kibali hadi kuweza kukamilisha day 10, kukamilisha siku ya 10. Hongera sana kwako ambaye umededicate muda wa kufuatilia hivi vipindi, kwa sababu ninaamini sio sawa na bure, sio sawa na mtu ambaye hajafuatilia kabisa. Jambo la msingi, hakikisha unakamilisha katika viwango vya kipekee kidogo, kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba tunachohitaji ni matokeo. Hatuhitaji stories, hatuhitaji kuonekana tunajua sana, hatuhitaji haya maswala. Hakuna mtu anahitaji, hakuna maana yote ya kuwa na maarifa. Tofauti ni kwamba tunahitaji kupata matokeo. Tunahitaji kuwa watu wa tofauti na wale ambao tulikuwa jana, juzi na siku zingine zilizopita. Na ndio maana tunahitaji kujifunza kila siku kila siku kila siku. Kitu kimoja ambacho nataka nikwambie, ni kutie moyo, ni kwamba hakuna mtu alizaliwa kiongozi. Hakunaga kiongozi wa kuzaliwa. Kuna uongo ambao huu unatembea katika maisha tulionayo. Huyu jamaa amezaliwa kuwa kiongozi. Uongo. Haiko sawa. Hakuna mtu alizaliwa tajiri. Kila mtu amezaliwa blank. Naomba nikuoneshe mfano wa kitu kimoja hapa. Nikuoneshe mfano wa kitu kimoja hapa uweze kuona. Unaona hii karatasi hapa? Mwanadamu amezaliwa akiwa kama hii karatasi. Yaani hana chochote kutoka ndani yake. Hana chochote kutoka ndani yake. Unaona hii karatasi? Kinachofanyika, anakutana na mazingira yanaanza kumshape. Mara nyingi tumekuwa tukiona labda tuchukue mfano mdogo, tuseme viongozi, kwa mfano wa kisiasa. Unakuta labda baba alikuwa kiongozi wa siasa, mtoto wake amekuwa kiongozi wa siasa, mjukuu na kuendelea. Usipokuwa makini, unaweza kufikiria kwamba wale watoto walizaliwa viongozi. Sio sahihi. Wale watoto wamekuwa exposed na mazingira ya uongozi, na ndio maana imekuwa rahisi wao kuwa viongozi. Hivyo hata kwenye maisha mengine ya kiuchumi na kuendelea. Ukiwa exposed kwenye familia ya kimaskini, una kazi mbili. Una kazi ya kwanza ya kubomoa mentality ya kimaskini ambayo umeingiziwa kutoka kwenye familia yenu. Kazi ya pili ni kuingiza mfumo mpya ambao utapelekea wewe uwe mtu wa tofauti na mfumo ambao umeukuta. Lakini wale ambao wanakuta wamezaliwa kwenye familia ambazo tayari zina mazingira fulani, kinachotokea ni kwamba wao wanakuwa na kazi moja tu ya kudevelop au kuendeleza ule mfumo ambao tayari upo. Na by then unakuta tayari kuna mazingira kila aina, kuna supportive environment ambazo zina support wao kuweza kuwa watu wa tofauti. Sasa usipokuwa makini, utaanza kujisense kana kwamba kuna watu wameandikiwa mafanikio. Hakuna mtu ameandikiwa mafanikio. Yaani hakuna mtu ameandikiwa mafanikio kwamba huyu ni wa kufanikiwa au sio watu wa kufanikiwa. No. Isipokuwa sasa, kitu ambacho nataka ujue ni kwamba malezi yanachangia asilimia kubwa sana kwenye hatima ya mtu. Yanachangia asilimia kubwa sana, kwa sababu kwenye kitabu cha imani nasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha atakapokuwa mzee. Kama njia ambayo mtoto umemlea, au kama njia ambayo wewe ulilelewa na wazazi wako ilikuwa njia sawa, ile njia manake ilikuwa rahisi wewe kuiamini toka zamani. Kwa sababu umeiamini toka muda mrefu, ni rahisi kwenda nayo mpaka mwisho. Lakini kinyume chake nini? Ukimlea mtoto katika njia isiyompasa, akifika mbele akiona mbona haifai, anachana, anabadilisha njia nyingine. Sasa asilimia kubwa tulivyo ni watu ambao tumetoka kwenye background ambazo hazikusapoti future kubwa. Kwa unajikuta sasa una kazi mbili. Anasema, imeandikwa kwamba mwenye nacho ataongezewa, asiye nacho hata kile kidogo atanyang'anywa. Sasa usipokuwa makini, utamezwa na hii statement ambayo na wenyewe pia inatakiwa uelewe vizuri. Mwenye nacho ataongezewa,
asiye nacho hata kile kidogo atanyang'anywa. Si kwamba kuna mtu aliyezaliwa yanacho, ila ukiwa hauna, ukiwa umezaliwa kwenye familia ambayo haina supportive environment za future, manake wewe una kazi mbili. Una kazi ya kushikilia ulicho nacho ambacho na chenyewe ukikuwepo, yani kushikilia kisichukuliwe. Usipokuwa makini, hata kile ambacho kidogo unacho kinachukuliwa. Imagine sasa hivi wewe una pesa ambayo haitoshi. Okay, pesa always haitoshi, lakini tuchukulie mfano una pesa ndogo ambayo inakuhitaji majukumu mengi. Kwa mfano, pesa hiyo unatakiwa kula, pesa hiyo uanzisha biashara, pesa hiyo sijui ufanye kitu gani. Wewe una kazi kubwa zaidi, kwa sababu unatakiwa uizuie isikimbie, lakini pia inabidi uifanye ile pesa ifanye vitu vya msingi. Kwa hii statement, mwenye nacho uongezewa, asiye nacho hata kile kidogo unyang'anywa, haileti uhalali wa wewe leo kupambana kwa sababu wewe tuna kichache au hauna, kwamba unaona kama ni kwamba hivi nitafanikiwa kweli. No, una nafasi. Isipokuwa sasa unachotakiwa kukijua ni kwamba nguvu ambayo wewe utawekeza ni kubwa zaidi kuliko mtu mwenye mazingira ambayo yanaonekana yana support. Kwa hiyo hilo lazima ujue. Hilo lazima ujue na lazima tupambane. Okay, karibu sana katika day 10. Ni siku moja muhimu sana, ni siku nzuri, ni siku ambayo tunajaribu kufinalize, tunajaribu kukamilisha programu yetu ambayo tulikuwa tumeianza, ambayo iko nasema siku 10 ambazo hautakiwi kufanya makosa za kuharibu mwaka mzima. Siku 10 ambazo zinaamua hatima ya mwaka mzima. Somo letu la leo nitajikita zaidi kwenye kuelezea kwamba sasa wewe ndio uchague. Umeshasikia mambo mengi, umeshasikia mambo kadhaa. Kama ndio kwanza unatufuatilia, karibu sana. Nenda kwenye YouTube, utapata masomo yetu mengi ambayo tumeshare. Wacha nikuandikie pia na namba hapa ya WhatsApp 0761 825 808, 0761 825 808. Kama una jambo lote ungetamani kujua zaidi kuhusiana na programu zetu na utaratibu wa kile kitu ambacho tunafanya, save hiyo namba chap nimeshare kwenye screen yako. Sasa basi, umeshasikia mambo mengi kuhusiana na mafanikio, kuhusiana na michakato mingi sana. Siku 10 kwa kila siku kuongea masaa 3, manake tumeshare vitu vingi, au sio? Yaani tumeshare vitu vingi for sure. Sio kwamba ni jambo ambalo tunaweza tukasema vipi, tumeshare vitu vingi. Sasa basi, somo letu la mwisho la siku ya 10 linasema hivi: uwe na mfumo au mwaka kuchezea. Basi, yaani leo ndo na decide kwamba mwaka unichezee au niamue mimi ni upange mwaka wangu. Hicho ndio kitu ambacho tutadiscuss katika vipindi ambavyo vitakuwa vimebakia vya siku ya 10. Okay, maisha hayaheshimu ndoto. Nishasema mara kadhaa, lakini wacha niweke msisitizo. Maisha hayaheshimu ndoto yako. Maisha hayaheshimu nia ulionayo. Maisha hayaheshimu bidii ya muda mfupi ambao unaweza ukawekeza katika safari ya mafanikio unayotaka. Maneno mazuri, ndoto kubwa, malengo makubwa haiwezi kuyatishia maisha. Haiwezi kutishia maisha. Unaweza ukasema maneno yako unaweza kuyasema na bado maisha yakaendelea kukupiga pale pale. Pale pale. Maneno mazuri kwa mfano kama mwaka huu nitajitahidi. Sawa, haina shida. Kusema ni sehemu ya safari, lakini kusema kukamilisha safari. Mwaka huu nitajitahidi, mwaka huu nitakuwa makini ikifanisha na miaka iliyopita. It's okay. Lakini unasema mwaka huu nitabadilika. Kusema mwaka huu nitabadilika sio kubadilika. Ila ni one step ahead kuelekea kwenye safari ya kubadilika. Kwa lazima uwe makini pia. Maisha hayaheshimu maneno mazuri. Maisha hayaheshimu plani, mipango, malengo mazuri. No. Hicho lazima ukifahamu. Tunasema maisha hujibu maneno. Okay, maisha hayajibu maneno. Tunasema mwaka au maisha yana respond kwenye kitu kinaitwa system, kwenye kitu kinaitwa mifumo. Maneno matupu ambayo hayajapangiliwa hayana maana. Kukiri kwamba nitabadilika, hakuna structure yoyote, hakuna muundo wote ambao umeandaliwa, hakuna maana yote itatokea. Hakuna kitu ambacho kitatokea. Na wengi wanakosea bila hata kujua tatizo ni kitu gani. Kwa sababu wengi wanadhani tatizo ni ukosefu wa fedha, mitaji, elimu. Hapana. Hapana. Tatizo kubwa ni ukosefu wa mfumo unaobeba maisha ya kila siku.
Sikiliza, shida sio pesa, shida sio mtaji, shida sio elimu. Ukishakiri, ukisha declare kwamba mwaka huu unaenda kuwa mwaka wa mabadiliko kwangu, si ndio? Mwaka huu unakwenda kufanya mambo makubwa, sawa? Sasa kinachotokea ni nini? Tatizo sio umekosa pesa za kusapoti huu mwaka wewe na mabadiliko. Tatizo sio kwamba umekosa elimu. Elimu ndio unaipata. Tatizo sio umekosa watu wa kukusaidia. Watu hawaji kusaidia mtu asiyejisaidia. Watu hawaendi kwa mtu ambaye amekaa. Watu wanaenda kwa mtu ambaye anatembea. Sasa shida ni kwamba hakuna mfumo unaosupport maneno yako. Hakuna mikakati, hakuna plans ambazo tunaita action plan. Yaani plan ambazo zinafanya kazi, ambazo zinaendana na kitu ambacho unasema. Unakutana na mtu ambaye amesoma sana, ana elimu yake nzuri, hata kama sio elimu kubwa sana. Ukisoma hata darasa la 7 wewe una elimu. Tumeshapata msingi wa maisha. Anaongea ideas, anaongea maneno mazuri. Yaani anaongea vitu ambavyo hata mwenyewe unatetemeka. Nakumbuka wakati mimi nimeanza mentorship, yani serious kabisa mwaka 2020, mentor wetu alikuwa anatuambia kitu kimoja. Kuna watu ambao nawaona hapa mna potential kubwa sana ya kufanikiwa. Lakini the bad news ni kwamba mmekalia pesa na mnaendelea kuhangaika kwenye maisha. Sikuwa namuelewa. Sikuwahi kumuelewa. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimetoka redioni kufundisha kipindi fulani, alafu nikashare naye. Nikashare kitip, yani kipande fulani cha ile somo nilikuwa nimefundisha redioni. Nikamtumia. Aliniambia kitu ambacho kuanzia siku hiyo nikasema sitakuwa maskini. Sasa sikiliza, alisema hivi, angalia saa hazi. Umekalia pesa. Sasa hivi unahangaika. Hayo ambao umeyazungumza kwenye redio, hayo tu, huhitaji kuwa na mambo mengine. Hayo tu uliyozungumza kwenye redio. Yaani wewe ni kiongozi mkubwa mno. Lakini leo ni kukere kitu kimoja. Akaniambia kitakachokufanya uendelee kuwa maskini ni vitu viwili. Cha kwanza, unaweza kuwa maarufu na usiwe na hela. Nikasema hamna, umaarufu si ndio unaleta pesa? Akambia hamna. Never. Umaarufu hauleti pesa. Hapo nikawa attention. Nikasema ngoja nimsikize vizuri, sijamuelewa. Akasema sikiliza, simuona watu wamekupigia makofi ulipoongea kwenye kile kipindi. Nikasema yes, exactly. Na hata mimi mmenitumia. Akasema to be honest, naomba nikwambie tu ukweli. Hata mimi mmenitumia sio nijifunze kitu. Mmenitumia tu kama kunionyesha kwamba angalia ninavyoweza. Nikamwambia mentor vipi tena? Nikamwambia mimi ndio mentor wako. Sikujibu. Anasema yeah exactly, lakini na mimi pia kuna kitu kinaitwa majestic. Unapokuwa unakuwa, kuna vitu unajiona, kuna vitu vya ego, si umeelewa? Kwa vinatokea kwenye mchakato wa kukua. Kuna kitu kinaitwa maturity. Maturity ni mtu ameshakuwa katika kiwango ambacho haangaiki na mambo fulani tu ambayo yanaendelea. Yeye anachojali ni matokeo gani yanaweza katokea. Of course ni ukweli alichokuwa anaongea, lakini nikasema nikaangaika akasema yes exactly. Lakini sasa sikiliza. Kwa nini huwezi kuwa na mafanikio ila unaweza kuwa maarufu? Hauna system. Nikasema mentor, sijakuelewa. Akaniambia sikiliza, haya mambo yako yote unayofanya hayana mfumo. Akaniambia sikiliza, unaweza kaaliko kwenda kuongea kwenye redio. Kesho umeandikwa kesho semfani. Unakuwa maarufu usiye na chochote. Nikasema mentor, kati ya kitu ambacho sitaki kwenye maisha yangu ni kuwa maarufu nisiye na uwezo. Okay. Niwe maarufu nisiye na nguvu. Hicho sikitaki. Akasema sasa kaa chini kufundisha kitu cha kufanya. Ndio mentor wangu wa strategia. Huyo ndio alibadilisha kila kitu kwenye maisha yangu. Yaani ndio alifanya, ndio nikajua kwa nini leo kuna wasanii, kuna watu maarufu anaweza kuwa popular lakini baada ya muda maskini. Wengi tu.
wengi tu hata sihitaji kuwataja. Akasema kuna tofauti ya kuwa maarufu na kuwa na capacity na kuwa na uwezo. Akaanza kunifundisha strategy, mikakati, nini cha kufanya, my friend. Baada ya hapo, leo mbaki story rafiki yangu. Hakuna namna yoyote ambayo naweza nikafanya kitu changu ili watu waone. Haina maana yoyote kwenye maisha yangu, isipokuwa nafanya kwa malengo na mikakati ya kuachieve nini. For sure, hii program ambayo nimeitengeneza ni program ambayo namtafuta mtu mmoja au wawili, sio wengi. Yaani ni program ambayo anatafuta mtu mmoja au watu wawili. Kwa nini ninasema mtu mmoja au watu wawili? Asilimia kubwa nafundisha watu ambao sielewi wanawaza nini. Yaani sio watu ambao wameshaamua kwamba sasa nimeamua kusimama na kufanya hichi. Kwa ni kama kwa lugha nyepesi, ni kama unafanya hivi. Ni kama umetengeneza kitu ambacho wewe kwenye akili yako Okay, mtoe mfano gani jamani? Wanafunzi waliokuja darasani ambao tayari wamejiregister huko darasani, wale wanataka kufundishwa syllabus. Kwa sababu umeshajua wanawaza nini, wanataka nini na wanataka kuachieve kitu gani. Wale wanatengenezwa program ambayo iko organized. Sasa kwenye mtandao kama hivi, Instagram, YouTube, ni mtu anaingia anasema hebu ngoja nione leo jamaa anasema nini. Huyu ngoja jamani mfollow. Ngoja nione. Nasema hivyo kwa sababu gani? Research inaonyesha katika 100% ya watu ambao tuko nao, especially mtandaoni, ni watu 3% tu ambao wako tayari kuchukua watu sasa hivi. 17% wanatafuta information, lakini pia hawajui hata wanatafuta information gani. 20% wana challenge lakini bado hawajafanya decision. 60% ni watu ambao hawajui wanachokitafuta. Sasa unapofundisha program kwa malengo ya kwamba nataka nimshape huyu mtu, lazima ujue ni nani, amefikia wapi, amekwama wapi, anahitaji msaada gani. Ndio anatengenezewa program ambayo imenyoka kwamba atafundishwa hiki, atafundishwa hiki, atafundishwa hiki, atafundishwa hiki. Lakini mimi nikasema wacha nitengeneze program ambayo katika hizi siku 10 kuna watu wawili, kuna mtu mmoja anaenda kubadilisha maisha yake. Ni bora ukawa ni wewe, na mimi nakuombea uwe ni wewe, na Mungu akubariki sana. Okay, wacha tuendelee na somo letu. Mwaka haukuchezei kwa sababu haukupendi. Ni kwa sababu uliamka asubuhi kila siku bila kuwa na mpango wa kudumu. Ulifanya maamuzi mapya kila siku badala ya kuyafunga mapema. Yaani kila ukiamka asubuhi unafanya maamuzi. Kitu kingine, ulitegemea nguvu ya hisia badala ya ulinzi wa mfumo. Matokeo yake nini? Mwaka unakuchezea. Hii ndio ahadi ya maisha. Ahadi ya maisha iko hivi: utavuna kulingana na maandalizi yako, si kulingana na maombi yako. Jamani naombeni mnisaidie, jamani naombeni nisaidie. Maombi yako aina mbili tu. Kuna maombi ya kuomba watu na kuna maombi ya kumwomba Mungu. Siku zote kwenye maisha tuna maombi. Tuna maombi tunawapelekea watu. Umesikia siku kuna mtu fulani mkubwa anaweza kukusupport sio nini? Unaona hizi event kwa mfano kama ni Harambee sio nini? Fundraising zinaitwa. Mtu anataka kuoa, anaalika watu huko kulingana na hivyo. Anapata pesa au maisha yanapatikana. Au unaweza kutengeneza mikakati yako alafu kampelekea Mungu. Mungu nakuomba unisaidie vivyo tunavyoenda kuomba. Sasa sikiliza. Utavuna si kwa kadiri ya maombi ulionayo. Unavuna kwa kadiri ya maandalizi ulionayo. Kwenye maisha kuna kitu kinaitwa, ngoja kwanza nikupe formula ya maombi ya kwa watu. Ukiwa unataka watu wa kusupport, kuna kitu hiki hapa. Utawafuata watu ambao mna mahusiano. Hawezi kumfuata kila mtu. Utapeleka kadi kwa watu ambao wana mahusiano. Sasa angalia maajabu yanayotokea. Utapewa pesa, utapewa support kulingana na cycle ulionayo. Tunaita cycle of influence. Uwezi wewe ukaplan kupata milioni 20 na una cycle ya watu ambao unaweza kukuchangia 500,000. Ndio hapo point ya maandalizi inapokuja. Kabla hujafanya tukio ambalo unataka kulifanya, wewe ni nani juu ya lile tukio?
Ndio maana mtu anajua tu kabisa kwamba kwa sasa iko mimi nilionayo siwezi kufundalize milioni 5. Hapa sijui nikiweza 200,000 300,000. Ndio baada kwenye kadi nasema hivi, wewe changia hata 5,000 tu au 10,000. Kadi au nasema changia chochote ulichonacho. Ukishaona kadi imeandikwa changia ulichonacho, unajua utabudia 3,000, 4,000, 5,000, 10,000. Hakuna mtu atachangia kimoja. Sasa response, majibu ya kile ambacho una fundalize kinategemea na maandalizi yako. Napo sasa maandalizi yako sio kujiandaa kama nataka milioni 5. Wewe ni nani juu ya wale watu unao fundalize? Wewe ni nani juu ya wale watu ndio itaamua utapata shilingi ngapi. Kuna mtu ukimwomba atakuchangia 3,000 au 10,000. Lakini mtu huyo kuna mahali pengine akiombwa anachangia 100,000. Tofauti ni kwamba alikuwa na pesa au tofauti ni mahusiano yako wewe na yeye. Sasa siku zote, sikiza nikwambie kitu. Siku zote ukitaka kufanikiwa kwenye maisha kwa kutegemea watu, hii ndio pointi ya msingi. Wewe unatakiwa kuinvest kwanza kwa wale watu. Wewe ndio mfumo wa dunia. Wewe unatakiwa uwekeze kwanza kwa wale watu. Sijui siku moja mtoto wangu ataoa, la sina chochote, nitategemea watu wanichangie. Anza kwanza kutoa kwa wao. Baba sikiliza vizuri. Formula ni kwamba anza kutoa kwanza kwa wao. Ile ya kwamba wao ndio wataanza kuwekeza kwako kwanza ni uongo. Kama una cha kutoa ukienda kujitolea kupasua kuni kufanya nini? Na wao watakuja kupasua kuni hivyo hivyo. Kwa sababu sasa wengine hawataki mambo ya kuja kuhangaika na makuni. Watakupatia hela lakini ndogo. Kwa sababu ukitoa, forma ya watu iko hivi, ukitoa pesa watakupa pesa. Ukitoa nguvu watakupa nguvu. Ukitoa muda watakupa muda. Wanakutupa kile ulichotoa. Hiyo ndio formula ya kwanza na ni watu wengi wanaitumia kwenye maisha. Ngoja nikupe formula ya pili. Formula ya pili ni kufanya kazi na Mungu. Iko hivi. Kama unataka Mungu ajibu maombi yako katika jambo, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye familia yako, si ndio? Unatakiwa ujiwekeze kwako mwenyewe. Naomba nirudie. Kama unataka Mungu ndio ajibu maombi yako, inatakiwa uwekeze kwako mwenyewe. Ikilinganishwa na Mungu anataka nini. Jiwekezee kwako. Wekeza mahusiano mazuri na wewe mwenyewe ikihusianishwa na Mungu. Mungu anasema mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Cha kwanza sio kwanza kumpenda jirani. Cha kwanza ni kwanza kujipenda wewe. Ile sasa angalia kinachotokea. Ule uwezo wa kujipenda wewe ndio utarespond kwa watu wengine. Sasa ukianza kujipenda wewe ndio una nafasi kubwa ya kufanya kazi na Mungu. Kumbuka nimesema hivi, jinsi utakavyojiwekezea kwako ukiuanisha na Mungu anasema nini. Uwezo kwa unaendelea kujiwekezea kwako alafu ujue Mungu amesema nini. Hapo pia utachemka. Matokeo yake ni nini? Mungu anakubariki kwa kadri ya uwezo ulio ndani yako. Matokeo yake ni nini? Ukijiwekezea kwako mwenyewe, utaanza kuona opportunities zilizopo mtaani, zilizopo kwa watu. Utaanza kujibu changamoto zilizopo kwenye maisha ya watu. Automatically unakuwa a man or a woman of value. Ukishakuwa a man or woman of value, kinachotokea ni nini? Matokeo yanayotokea sio tena watu wanakuletea 2,000, 3,000, 5,000 kwa sababu wanakumbuka kwamba huyu jamaa alitufanyia nini sisi. Wanaleta kulingana na mfumo uliotengeneza ambao unarudisha thamani yako. Hizo ndio kanuni mbili za maisha. Ukitaka Mungu afanye kazi na wewe, tengeneza thamani. Ukitaka watu warespondi kwako, nenda kajitolee na wewe. Simple and clear. Hiyo ndio formula mbili za maisha. Kwa hiyo utachagua unachagua ipi. Okay, mwisho wa mwaka mmoja na ushahidi, mmoja na maelezo. Kwa sababu kwa mfano ukiangalia, nimesema hii ndio ahadi ya maisha. Utavuna kulingana na maandalizi yako, si kulingana na maombi. Ndio maana kuna watu wawili wanaanza mwaka mmoja, wana uwezo unaokaribiana, wana ndoto zinazofanana, lakini mwisho wa mwaka mmoja ana ahadi, mwingine ana maelezo. Simple and clear. Mmoja ana ahadi, mwingine ana maelezo.
Unajua umwaka ulikuwa sijui vipi, sio kilikuwa Bwana maelezo mengi. Mwingine ana matokeo, yaani mwingine matokeo anaongea, mwingine yeye ndio anaongea. Tofauti haikuwa bahati, tofauti ilikuwa mfumo. Mfumo maana yake nini? Mfumo ni uamuzi wa mapema unaosema hivi, hata siku ambayo nipo chini, hii ndio nitaendelea kufanya. Mfumo maana yake ni kwamba hata kama kuna siku mambo yatakuwa hayako sawa, nitakuwa niko moodless, lakini hiki ndio kitu cha kufanya. Bila mfumo, uvivu unakuwa ratiba. Bila mfumo, ahirisho linakuwa tabia. Bila mfumo, mwaka unakuwa bosi wako badala ya wewe kuwa master. Siku zote kwenye maisha, wewe ndio unaye control destiny yako. Wewe ndio unaye control hatima yako. Sasa kwa sababu wewe ndio unaye control hatima yako, kwa mradhi sekunde. Kwa sababu wewe ndio unaye control hatima yako, kinachotokea ni kwamba badala ya wewe uweze kucontrol mwaka unakucontrol wewe. Hiyo ndio changamoto inayotokea. Kwa sababu gani? Hauna mfumo. Haujui ukiamka unafanya nini, ukishamaliza hiki unaenda wapi, ukishamaliza unaenda wapi, unaamka tu siku imeisha. Mahesabu ya kitu ulichofanya hakuna. Okay, kama nilivyokuambia, hadi sasa hivi umeshasikia mambo mengi sana. Wacha tumalizie na chapter yetu ambayo inasema ni wewe kuamua mwaka uchezee au kucheke. Somo letu kama nilivyosema litakuwa linasema uwe na mfumo au mwaka ukuchezee. Uwe na mfumo au mwaka ukuchezee. Part 1 tutaangalia kipengele kinachosema maisha hayachezi, yanaitikia maandalizi. Hichi ndio kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili tutaangalia mfumo kama bima ya mwaka mzima. Mfumo kama bima ya mwaka mzima. Leo tutazungumza sana kuhusu mfumo kwa sababu nafikiri ndio kitu cha msingi ambacho nahitaji kukisikia kwa chapter ya mwisho. Lakini part 3 au sehemu ya 3 tutaangalia kitu kinachoitwa mfumo wa siku 10 unaoweza kurudiwa mwaka mzima. Na nakusihi sana ufuatilie siku ya leo kwa sababu masomo ya leo ni practical zaidi. Kumbuka ndio tunaenda sasa kwenye reality ya maisha. Yaani baada ya kusikiliza hili somo ndio unaanza kupanga mwaka. Kwa sababu usingeweza kupanga mwaka huku unajifunza. Kwa hiyo kuna siku 10 baada ya leo ambazo tutahitaji kukaa chini na kutulia na kuziweka katika standard ambazo zitaamua mwaka wako. Na kitu kingine ambacho nataka ukifahamu ni kwamba haijalishi kwamba mwaka umeanza. Kuna mtu mwingine anaweza akaanza kupanga mwaka mwezi wa 7, mwaka mwezi wa 6, mwaka mwezi wa ngapi. Yaani kwa lugha nyepesi ni kwamba siku 10 ndio zinazofaa kuweza kubadilisha hatima ya mwaka mzima. Kumbuka kitabu mama cha haya masomo kinasema siku 10 za kubadilisha hatima. Haimaanishi ni mwaka nini, hapana, tumetumia kama mwaka kwa sababu masomo yenyewe yanafundishwa wakati wa majira haya. Tuanze kuangalia part 1. Maisha hayachezi, yanaitikia maandalizi. Maisha hayachezi, yanaitikia maandalizi. Kwa lugha nyepesi tunasema life is not a game but responds to preparation. Tukisema game ni ile michezo ya kubahatisha. Leo umepata, kesho umekosa. Inaitwa bahati nasibu. Sasa hivi ni moja kati ya michezo ambayo ni maarufu sana leo kwenye vyombo vya habari. Yaani unaweza ukawa unasikiliza radio au TV kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kitu ambacho umekisikia mara nyingi ni michezo ya kubahatisha. Hatari sana. Ni hatari kubwa mno. Kwa sababu maisha hayarespondi bahati. Maisha yanarespondi preparation. Maisha yanarespondi maandalizi. Yaani inatakiwa uwe kama una ndoto ya kuwa ni mtu mwenye mafanikio. Of course sikiliza, mafanikio sio lazima kila mtu apiganie. Kwa sababu ni choice. Leo Mungu anasema nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Sikiliza, nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako. Haujalazimishwa cha kuchagua, ila vyote umewekewa mbele yako. Vyote umewekewa wapi? Mbele yako. Lakini hujafanyaje? Hujalazimishwa cha kuchagua, ila umepewa uchaguzi. Basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako. Kwa kuna pendekezo ambalo Mungu amekupatia kwa sababu anakupenda.
Sasa ninapozungumzia kuhusu issue ya mafanikio, sio ya kila mtu, kwa sababu unaweza usichague pia. Unaweza usichague. Kwa hiyo kama hujachagua, manake haikuhusu. Lakini pointi yangu ya msingi nataka kusema ni kwamba kama umechagua kuwa mtu mwenye mafanikio, umechagua kuwa mtu mwenye yani mtu wa kufanya mabadiliko, haujalizika na mahali ulipo, unatamani pawe tofauti na ulipopokuta, sasa unatakiwa kuwa na hii mentality kwamba life is not a game. Maisha sio michezo. Maisha hayarespondi kwenye michezo. Maisha yanarespond kwenye maandalizi. Kwa lazima uwe na kitu kinaitwa preparation mentality. Lazima uwe na kitu kinaitwa akili ya kimaandalizi, akili ambayo kile unachokitaka kiweze kutokea, wewe unapaswa kwanza kukiandaa kabla kijatokea. Yaani wewe kabla hujafikia unakotaka kufikia, uwe umeshajiandaa kabla hujafikia. Hiyo inaitwa preparation mentality. Preparation mentality. Lakini pia gambling mentality ni ile mentality ya kubahatisha, kwamba huyo ni bahati yake bwana, na mimi bahati yangu inakuja, Mungu ndiye anagawa riziki. Of course kugawa riziki ni sawa, Mungu anagawa, kwa sababu riziki ni mtu kutokulala njaa. Hiyo ndio point ya msingi. Riziki ni mtu kutokulala njaa. Sasa mtu yoyote ambaye ametoka kutoka nyumbani akaenda mtaani akaenda kupambana, lazima turudi na kitu chochote. Lakini tunapozungumzia kuhusu success, mafanikio yana respond, mafanikio makubwa ambayo tunazungumzia urithi, mafanikio ya kuacha alama, mafanikio ambayo unayapata sio yanaishia tu kwa wewe na watoto wako, mafanikio ambayo yanabadilisha taifa, yanabadilisha familia, yanabadilisha ukoo, yanabadilisha mazingira. Haya yana respond kwenye preparation. Hiyo ndio mentality nataka ukae nayo. Hayo yanajibu kwenye maandalizi. Na maandalizi hauambukizwi. Maandalizi unakuwa empowered. Maandalizi inabidi ujiimarishe. Maandalizi inabidi ujipange. Maandalizi lazima uweke mikakati ya kwamba nataka kuwa mtu wa mafanikio. Maandalizi lazima ukae chini usome. Ukae chini utafute mentors, utafute support, utafute watu waliokutangulia, na wewe mwenyewe uwe tayari kufundishika. Hayo ndio inaitwa maandalizi. Tofauti na hapo tunajidanganya na hakuna cha maana kitaweza kutokea. Sikiliza, huwezi kufika mahali usipoona, na huwezi kufika mahali usipojiandaa napo. Siku zote ndoto ni picha ambayo unayo, kuna mahali unaenda kufikia. Sasa pale unapotaka kuweza kufikia, ukisha paona, kinachofuata baadaye ni kujiandaa napo. Malengo wengi ambayo tunayapanga yanakuwa na njia moja. Yanakuwa na njia ya wapi nataka tufikie. Nini nataka tubadilishe? Okay, sijaridhika mwaka huu. Bwana maisha yangu yamekuwa magumu, kipato kimekuwa chini. Biashara yangu haikui. Hapana, natamani mwaka huu nijenge nyumba. Hizo ni ndoto za wapi unapaona. Asa pale panatusaidia sisi kujua ni maandalizi gani tufanye ili tuweze kufikia. Asa kibaya ni kuendelea kuishi kwa tunapopaona bila kufanya maandalizi. Nataka kuwa na biashara itakayo niingizia milioni 10. Tabia ni sasa hivi unapata shilingi ngapi? 200,000, 300,000, 400,000. 400,000 ni matokeo ya aina ya tabia ulizonazo. Ni matokeo ya aina ya network ulionayo. Ni tabia ya aina ya mfumo ulionao. Ni matokeo ya aina ya biashara ulionayo. Ndio maana unapata 200,000, 300,000, 400,000. Sasa kinachobadilika ni nini? Malengo ya matokeo yanatusaidia kujua kwamba tunatakiwa tujiandae nini ili tuweze kufikia pale ambapo tumepataka tupafikie. Tofauti na hapo ni ngumu. Kwa nasema mafanikio yote makubwa ni matokeo ya maandalizi makubwa. Ndoto yako haitaamuliwa na ukubwa wa picha ulionayo. Ndoto yako inaamuliwa na ukubwa wa maandalizi ulionao. Maandalizi, ukubwa wa maandalizi ulionao. Ukitaka kujua kesho ya mtu, angalia anafanya nini leo. Kinachoendana na kile ambacho anakitamka. Unajua huyu kesho atakuwa mtu tofauti. It's just a matter of time. Hivi? Hapana. Huyu atakuja kwa mtu tofauti. Unaangalia nini? Unaangalia muda wake ameujaza nini. Kaweka nini ndani ya muda wake. Yaani userious wa mtu haupimwi kwa maneno anayotuambia. Kila mtu anaweza karopoka tu akishakula kashiba. Userious wa mtu unapimwa na nini amekijaza kwenye muda wake. Kile ambacho amekijaza kwenye muda wake ndio kitaamua hatima yake. Je, hiki anachokiongea kinaendana na anachofanya? Hiki anachoongea kinaendana na anachokifanya? Naona hamna kitu. Hapa hamna kitu. Potezea tu muda tu. Mtu anakuambia nitakuwa tajiri.
anashinda na watu vijiweni. Yaani kila muda unamkuta vijiweni anazagaa. Anakwambia atakuwa tajiri, anashinda kwenye mtandao, TikTok, sijui Instagram, sijui Facebook, anaangalia utumbo tu. Anasema kuwa tajiri. Wewe utajiri wa wapi? Mimi nataka nilete mapinduzi. Ulete mapinduzi, umeshachelewa. Alafu unapoteza muda. Yaani tayari tuko nje ya muda. Alafu muda ambao utakiwa kuwa kujifunza, utakiwa kujiempower, utakiwa kujiwekeza, una spend hovyo kwenye mtandao. Huwezi kuwa mtu unayesema. Unakuwa mtu unayejiandaa, sio mtu unayesema. Kusema ni maneno. Okay, sikiliza kitu kimoja, usichanganye mambo. Kusema huwa ni maneno ambayo yanamwagilia matendo. Maneno yanapaswa yamwagilie matendo, sio maneno ni matendo. Maneno yanamwagilia matendo. Hasa kama unasema hakuna sehemu ya kumwagilia, yaani ni maneno unamwagilia nini sasa? Hakuna unachomwagilia. Mtu anasema nitaishi maisha makuu, lakini unakuta ana program, ana mentorship, ana vitabu, kila saa yuko busy na mafunzo, kila saa anaandika, ana notebook ambazo zinaeleweka. Unajua yeye safi sana. Safi sana. Kati ya watu ambao walipaswa kuwa na maisha mazuri na ndio tunatakiwa tuwategemee, na neno la Mungu linasema kabisa, wewe niwaseme kidogo, kwamba siku za mwisho dunia itakimbilia kwenye majumba ya ibada. Na majumba ya ibada ambayo mimi nayajua ni majumba ya Kikristo. Kitabu chao ndio kinasema hivyo. Lakini kwa nini unajua wale watu hawana maisha? Unajua kwa nini hawana maisha? Mwaka mzima mtu ameenda kwenye ibada, anafundishwa na mchungaji ambaye kasoma chuo, wengine wana PhD kabisa, wamesoma miaka mingi kusomea huo, sio ni uchungaji unaita. Anamfundisha mtu ambaye hana notebook, hana kalamu, hana sehemu ya kuandika. Haufanikiwi kwa sababu nenda kusikiliza. Haubarikiwi kwa sababu mchungaji wako amesema nenda kabarikiwe. Umeshaambiwa kwamba nitabariki kazi ya mkono wako. Iko wapi kazi? Hauna. Aya basi poa, kazi unayo, lakini hiyo kazi, baraka zinaendana na kiwango cha ukuaji wako. Kiwango cha ukuaji wako kinaweza kuwa hakiendani na maombi unayoomba. Kwa maana mbili, unaweza kuwa na ukuaji wako ni mkubwa lakini maombi yako ni madogo. Unaweza kuwa ukuaji wako ni mdogo, maombi yako ni makubwa. Sasa Mungu huwa hajibu unachoomba. Mungu anajibu uwezo ulionao. Anasema zaidi ya tuyawazayo, zaidi ya tuyaombayo, lakini kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Zaidi ya tuyaombayo, zaidi ya tuyawazayo, lakini kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kuna watu walikutana na wakapewa talanta, lakini kila mmoja alitakiwa azalishe kulingana na alichopewa, lakini walipewa kulingana na uwezo waliokuwa nao. Sasa issue ni hivi, Mungu aangalia unachoongea, aangalia unachoomba, anaangalia unachostahili. Unachostahili ni kile ulichojiandaa nacho. Preparation. Okay, unaweza kaomba Mungu akupatie milioni 30, lakini Mungu akagundua uwezo uliojiandaa nao ni wa milioni 100, anakupa milioni 100. Kwani anajua unaweza kuenda, unaweza kufanikiwa. Maana yake ni nini? Mtu yoyote ambaye anaandaa future yake utamuona kwenye maandalizi, sio bla bla. Utamuona kwenye maandalizi, sio makelele, kwa sababu maisha yatishiwi na makelele. Yaani kwa mfano mimi sasa hivi hapa nawapigia naongea haya mambo nayoongea, halafu hakuna chochote ambacho underground nakifanya juu ya haya ambayo nayoongea. Yaani miaka 3 ijayo mtandao niko hivyo hivyo, hakuna cha maendeleo, kwanza ninazidi kuporomoka. Kwa nini? Hakuna response yoyote kwenye maneno ambayo naongea. Issue ni kwamba kuna kitu gani nafanya mimi
kinachoendana na future yangu. Okay, naweza kuwa sijui, lakini najaribu kufanya. Utajua wakati unafanya, sio utasubiri ujue kwanza. Hapana. Mimi nimeshaona vision yangu, kinachofanyika, nachukua hatua ambazo zinaendana na kitu ambacho nakitaka. Mambo nisiyoyajua nitayajua mbele ya safari. Sihitaji kwanza kujiandaa nijue kila kitu wewe ndio. Hapana. Mimi nimeshaona ndoto, najiandaa kukabili ndoto yangu, isipokuwa najiandaa wakati naendelea. Kwa nini? Kama nimekosea nitaambiwa. Kukosea sio kufa. Kukosea ni sehemu ya mafanikio, ni sehemu ya safari ya mafanikio. Kama sijui utaniambia. Kama kuna mtu anahusika na hichi kitu ambacho mimi nafanya, anasema Azi unakosea, nitasema sawa. Usahihi nifanyaje? Fanya hiki na hiki. Nasema sawa, haina shida. Nafanyaje sasa? Chukua program, nitanunua. Soma hichi kitabu, nitasoma. Nikisoma nitasahihisha. Nikisahihisha nitaendelea. Sio kuliko nimekaa tunasubiria unajua. Sio hivyo. Huu ni ukweli mchungu wa maisha. Maisha hayana huruma. Maisha yanafuata sheria. Watu wengi wana fikra za bahati, wana fikra za laana, wana fikra kwamba kuna watu ambao wanahusika wangewasaidia, wana fikra za vyote vile ilivyo mambo ya serikali, wana fikra za nimeshindwa kwa sababu ya uchumi whatever. Ukweli ni kwamba maisha yanaitikia sheria, inaitwa laws. Maisha yanaitikia laws. Kuna kitu kinaitwa laws and the principles. Chochote ambacho unafanya kinaongozwa na laws and the principles. Sasa fight kujua zile sheria zinazoongoza unachokifanya. Fight kujua zile sheria ambazo zinaongoza, sio hisia. Niliwahi kuwafunulia siku moja, niliwasomea kwamba Mungu mwenyewe huwa hajibu machozi. Mungu anajibu ufahamu. Yaani mtu mjinga akienda mbele za Mungu kumpelekea hoja zake, Mungu hajibu machozi. Mungu anajibu ufahamu. Hapo inaitwa laws and the principles. Sheria kuu ni hii hapo. Unachovuna mwishoni mwa mwaka ni matokeo ya maandalizi, sio ulichotamani. Unachovuna mwishoni mwa mwaka ni matokeo ya maandalizi, sio ulichotamani. Mwaka haumwonei mtu, bali mwaka unaachiwa mamlaka kwa sababu mtu hana maandalizi ya kinachoendana na unachotaka. Natamani. Sasa natamani haiwezi kubadilisha chochote, isipokuwa maandalizi ambayo unayafanya juu ya natamani ndio inaweza kubadilisha kitu. Maanake nini? Mfumo ni kufahamu uhalisia wa maisha, kuwa najua ninachotaka. Okay, iko hivi, ama nitumie neno hili hapa. Tunaposema mfumo ni kwamba unakuwa tayari kwenye ufahamu wako, unajua kwamba katika maisha kuna ups and down. Kwa mfano, najua nitachoka, najua nitachanganyikiwa, najua inafika wakati napoteza hamu ya kufanya kitu. Ndio maana nimejiandaa kabla. Kwa hiyo nafikiri hizi siku 20 ni siku 20, sio siku 10 ambazo mimi nilisema nitafanya kinachofanya. Unafikiri kwamba siku zote zimekuwa nzuri? Yaani kwamba zimekuwa zinateleza tu kama nikija hapa na naita baba Shasha? Hakuna. Hapana. Kuna siku tena sio mara moja. Nasema kabisa siendi kufundisha. Yaani nasema kabisa siendi kufundisha. Hapana. Leo kuna wakati nasema kabisa acha nifanye mambo yangu mengine. Sasa sikiliza, hizo mood huwa zinatokea. Isipokuwa sasa, kwa sababu tayari nimetengeneza mfumo ambao nimeshajiandaa kwamba kuna wakati nitachoka, kuna wakati nitapoteza mood, na kuna wakati mambo hayataenda kama nilivyotegemea. Nimeshatengeneza mfumo ambao kila nikisema sifanyi, mfumo unasema maliza kwanza hiki, alafu kimaliza ndio utafanya negotiation. Kwa sababu kazi ya mfumo ya kwanza haitaki majadiliano. Inasema hivi, maliza kwanza ulichoweka, maliza kwanza ulichoahidi, halafu ukimaliza njoo tu discuss. That's the power of the system. Ndio maana matajiri akiamka asubuhi anajua kazi ya kufanya. Akisha hapo katikati akikutana na emotion yoyote, hisia nini, vitu ambavyo havikuwa kwenye mpangilio, anasema hivi, sikiliza, vitaisha kwanza hivi, halafu nikishamaliza nitakuja kunegotiate na hivyo vitu. Ndio maana niliwafundisha kwamba hatutafuti hamasa kuchukua hatua. Tukishachukua hatua hamasa inakuja yenyewe.
Kuna wakati kwa mfano mimi wanajisemea tu mwenyewe, ili soma nafuta dakika 10 tu, nikishamaliza na achana. Unashangaa nimeenda risala zima. Kwa nini? Wakati nataka kuanza sikuwa na hamasa kabisa, moodless. Mimi ni kiumbe human. A man is a creature of emotion. Mwanadamu ni kiumbe wa hisia. Anaweza akachukizwa, akadistabiwa na kitu chochote kinachotokea kwenye maisha yake, kinamfanya na kuwa moodless. Sasa kitendo cha kuwa tayari unafahamu wewe ni kiumbe wa hisia, unachopaswa kufanya ili kucontrol hisia zako, kufanya mambo yote hayo yasiingilie biashara, yasiingilie kazi, yasiingilie ndoto yako, unatakiwa kucreate mfumo wa kufanya mambo yako. Ule mfumo kazi yake ni moja. Unakwambia sikiliza, utamaliza kwanza hiki, baada ya hapo utaenda kunegotiate. Sio unaanza kunegotiate kwanza. Hapana. Tumalize kwanza, tutakuja kufanya negotiation baadaye. Tukiona inafaa tutarekebisha, lakini tumalize kwanza. Hasa kwa sababu hisia huwa zinakuwa za uongo. Kama zilivyokuja ndivyo zitakavyopotea. Yaani kama zilivyokuja ndivyo zitakavyopotea. Simple and clear. Unakuta umeshafanya mambo yako, umemaliza, unasema hivi nilikuwa nawaza nini? Mimi kumbe ni mjinga. Chana naye. Basi unaendelea na maisha yako. Tatizo kubwa watu ambao linafanya wanafeli, wanaishi kwa matukio sio kwa design. Wanaishi kwa matukio sio kwa mpango. Wanaishi kwa matukio sio kwa mpango. Maana yake nini? Kuna kitu kinaitwa life by design. Maisha ya matajiri yameshachongwa, yameshachorwa. Yaani akiamka asubuhi ameshachora ramani ya maisha yake. Akiamka asubuhi atafanya nini, ataenda wapi, ataongea na nani, itakuwaje na kila kitu. Mpaka ikifika jioni, muda wa kulala, muda wa kuamka, muda wa kusoma, muda wa kufanya kila kitu. Huo ndio mfumo unaoua ruhusa ya hisia popote pale. Maisha ya maskini yako hivi. Akiamka anasema kumesha kucha tena. Piga miao ya kutosha. Baada anasema sasa sijui nishike hivi. Anaweza kaanza kapiga mteke ndo, akasogeza ile kitu sijui kawaje. Hajakaa sawa, ishafika saa 3. Kwanza kuamka kitandani, atajiviringisha wewe. Tajiri yani macho akishaachia tu, anajua tayari ratiba imeshaanza. Maskini sasa hata muda wa kula hajui. Maana sasa sijui nikale saa hizi, sijui ngoja kwanza bwana. Ngoja. Yaani haelewi chochote. Ametokea mtu anakuambia sikiliza. Unaweza kunisikiliza sehemu fulani? Anambia haina shida ndugu yangu. Kwa hiyo vipi sasa wewe? Leta hiyo mambo poa mimi nishikilie bwana. Sikiliza, yaani naenda sehemu ambayo na utanishangaa bwana. Yaani hebu nipe bwana hiyo mzigo na mimi nibebe kimzigo bwana. Wewe ndio mwenye mpango ambao umedesign future yako kwamba wacha niende sokoni kanunue vitu na nini. Mkifika utanunua utamaliza kila kitu. Ukishanunua utapakia kwenye mambo poa. Ukishapakia yeye anashikilia. Mkirudi mmeachana, anambia poa bwana, nashukuru sana. Kafika nyumbani. Sasa sijui nifanyaje. Angalau sasa kuna zile ratiba zingine ambazo ni za kawaida, kwa kuna kupika kama ni mwanamke. Au kama ni mwanaume kuna muda tena labda ndio mpira sijui, utakuwa saa fulani sijui nini. Yaani anaendeshwa na matukio. Ikifika sasa ile mida ambao ratiba zake zile fulani zinaeleweka, ndio utasikia sasa ndio anasogea kwenye zile ratiba sasa akaikae sawa. Siku imeisha bure kabisa. Hakuna cha maana chochote kimefanyika. Unategemea Mungu afanye kazi na huyo mtu? Mungu hafanyi kazi na watu wa namna hiyo. Kitu Mungu alifanya ni hivi. Kuna vitu ambavyo atataka ingilie maisha yako. Na kuna vitu ambavyo utatumia akili yako. Mambo yote makubwa Mungu anafanya kazi na mtu. Mambo yote ya hovyo unatumia akili yako. Kuto kulala njaa Mungu hata ingili kati. Alishakupa formula moja ya kuambia hivi, ukitoka utakula. Basi. Bado kuna statement ambayo inasema riziki ya mbwa iko miguuni mwake. Watu wametumia hiyo msamiati. Wanasema ukitoka ukizulazulula bwana utapata. Kweli kabisa. Kweli, ile ni imani. Ukitoka utazulazulula utapata kitu, utakula, utashiba, maisha yataendelea. Tunapozungumzia strong success ndio Mungu anaingilia kati.
Sasa mtu anaishi kwa matukio, hana design yoyote aliyoifanya kuhusu maisha yake. Yani life by design hana, ni life by reaction. Kila mwaliko yupo, msimu umetokea yupo. Rafiki, huu mwaka huu mwingine, mwaka uwe ni mwaka wa tofauti kabisa, tufanye vitu ambavyo vinatisha. Uwe ni mtu ambaye umedesign maisha yako, unajua nikitoka hapa naenda wapi, nikitoka hapa nitafanya hiki, nikitoka hiki nafanya hiki. Matukio yanayotokea katikati ya siku ambayo hayakuwa kwenye ratiba, wacha yaitwe matukio. Wacha yaitwe nini? Matukio. Nitarespondi kwa utaratibu, sio najirespondia tu. Hapana, hapana. Watu wenye thamani hawako hivyo. Asa angalia maisha bila mfumo. Unaamka, unakutana na tukio, simu inakuamsha. Yaani kuna mtu simu ndio inamwamsha. Simu ikina nasema kumbe kumeshakucha. Ina maana hakuna plani, hakuna mkakati ambao ulikuwa umetengenezwa. Simu yenyewe inaita hii sasa hivi. Haya, watu wanakuamria. Ukiamka asubuhi, kuna sehemu moja inasema kama usipopanga, watu watakupangia cha kufanya. Usipopanga cha kufanya, watu watakupangia cha kufanya. Na mara nyingi watu wanaopangia watu cha kufanya ni watu sio na mpango. Na inasema hivi, usipopanga umepanga kushindwa. Yaani automatically tu ukiamka asubuhi hauna ratiba ambayo inaeleweka, umeshapanga kushindwa. Yaani total hiyo siku imeisha ikiwa haina chochote. Yaani ndio imeisha hivyo. Ndio umeshaingiza hiyo ile tiketi ya umaskini. Maisha siku inapoanza inakuwa blank. Inakuwa blank. Blank maana yake kuna kitu kinaitwa blank check. Nakumbuka mentor wetu anatufundisha kitu kimoja, alikuwa anasema kila ukichukua hatua yoyote kuna kitu kinaitwa shadow money. Yeye anatumia neno shadow money. Alikuwa anatumia pesa kivuli. Pesa kivuli ni pesa ambayo unaitengeneza kila wakati tunachukua hatua kwenye design ambayo umeitengeneza. Mteja hawezi kuja kulipa pesa kama hajawahi kukusikia, hajawahi kukuona, na kama hujawahi kufanya kitu chochote cha maana. Sasa sikiliza, kabla hujalipa ile pesa, inatakiwa kuna kitu ufanye. Sasa lini utalipa hatujui, ila kazi yako ni moja. Unataka mwaka huu utengeneze biashara ya kukupatia milioni 10 kwa mwezi. Maana yake ni kwamba kuna mambo ya kufanya kila siku ambayo yatapelekea biashara iwe ya milioni 10. Kila unapoendelea kufanya unajaza ile inaitwa shadow money. Pesa kivuli, pesa kivuli, pesa kivuli. Baada ya muda pesa yako inatokea. Yaani baada ya muda pesa inatokea. Simple and clear. Niliwafundisha kwamba kwenye maisha hatulipwi kwanza cash. Tunaanza kulipwa experience. Sasa experience inavyojaa, uzoefu wa kile kitu ambacho unakitaka siku moja kitokee, unavyojaa, mwisho wa siku unakuja kuanzisha kitu kikubwa. Kwa cha kwanza kabisa, ukiwa unaishi kwa reaction, unaishi kwa matukio, hauna design yoyote ambayo umetengeneza ambayo unaifuata. Kwa sababu sikiliza, design ambayo umeitengeneza ndio inakupa kujua umegrow kiasi gani, umekuwa kiasi gani, eneo gani una udhaifu nalo, eneo gani una ubora nalo. Sasa yale maeneo ambayo yana udhaifu yana ubora yana nini, ndio yale maeneo ambayo unatakiwa ufanyie kazi. Kwa nini? Umedesign maisha yako, umedesign future yako unayoitaka. Leo unafanya maandalizi yanaenda na ile future yako. Mwisho wa siku watu wanashangaa, huyu jamaa mbona ameibuka ghafla? Ameibuka ghafla wapi? Kipindi anatengeneza hayo ambayo ameibuka nayo, nyinyi mlikuwepo? Hamkuwepo. Unakoroma tu, unalala hovyo, utafuti kujifunza. Uzuri kwenye dunia bwana, mashabiki wapo tu, wafuasi wapo tu. Kwa nini wapo tu? Ni kwa sababu njaa zinauma. Njaa itakuja kuuma tu. Usije ukasema eti itafika wakati tutakosa wafanyakazi. Watu wa kufanya kazi wapo tu, ila watu wa kufikiri, viongozi wakuja na utekelezaji wa mikakati, mbinu za mikakati ambayo inafanya kazi, hawapo. Wachache kwa lugha nyepesi. Sasa sikiliza, nikupe siri. Ingia kwenye hii group ya watu wachache. Unaingiaje kwenye group ya watu wachache? Usiende na upepo. Nenda kwa mikakati, nenda kwa design, weka mipango, tulia kwenye mipango, jinoe, jifungie ndani, tengeneza vitu, soma, fikiri, andika, apply, peleka kwenye vitendo. Vitu vinatokea taratibu, havitokei jifunze tena. Baada ya miaka 3 utapigiwa makofi kila maeneo.
na wale wajinga watakuwepo, wataibuka tu, ujamaa imekuwaje, sijui nini kilikwenda. Wakati unatengeneza msingi wako, hakuna mtu alikuwa anaangalia, hakuna mtu alikuwa anaona. Simple. Wekeza, jiwekeze mwenyewe, uone kitu gani kitatokea. Okay, tunasema hivi, kama hauna mpango maisha yatakungusha. Yaani huo ndio ukweli. Kama hauna mpango, take the man to that bed, then I'm going to, I will come. Take the man and tell Loget to go there. Go with that bag. Oh, sorry kidogo. Okay, kitu gani ambacho nazungumzia? Nasema mfumo unakupa design ya maisha ya kila siku. Mfumo unakupa design ya maisha ya kila siku. Saa ngapi naamka? Nini lazima nifanye hata kama sina mudi? Nini akibadiliki? Yaani kwamba lazima nifanye. Simple and clear. Huo ndio mfumo. Sasa tunasema hivi, wengi wanashindwa kwa sababu si kwamba ni wavivu. Wanashindwa kwa sababu kila siku wanatengeneza maamuzi mapya. Yaani akiamka anatengeneza maamuzi. Sasa siku zote nimekuambia kitu kimoja ambacho natamani kuingia vizuri sana. Yaani huna uwezo wa kunegotiate na akili yako ukiamka asubuhi. Kwa sababu akili siku zote inapenda vitu vyepesi. Ukishaanza kuingizia mzigo, itaanza kukupa option nyepesi. Itaanza kukupatia miongozo ya vitu vyepesi. Sasa kuna kitu kinaitwa psychology ya mafanikio. Watu waliofanikiwa wameshajua mchezo kwamba akiamka asubuhi, akiruhusu akili yake aanze kunegotiate nayo, yaani aanze tena kukubaliana nayo, hataweza kufanikiwa. Kwa anachofanya, amesha design aina ya maisha ambayo, yaani kila kitu ameshakitengeneza. Kwa akiamka asubuhi ni kutekeleza. Sasa akili ikishakutana na cha kutekeleza, inahamia kwenye kutekeleza. Niliwahi kufanya nikwambia hivi. Wewe kwa mfano sasa hivi una ndoto za kufanya mradi wa kuku, una ndoto za kufanya mradi wa bustani, si ndio? Hauchukui hatua. Umemfollow huyu, umemfollow yule. Leo umeona huyu ameweka, unafuatia. Leo umeweka, sio program, sio mwongozo ambao uko standard. Utaendelea kupata stress kila siku. Utakuwa na maswali haya. Mbona Hazi leo kasema hivi? Mbona jana yule alisema hivi? Mbona yule alisema hivi? Kwa nini? Mimi naweza nikaanzia mwishoni nikaenda mwanzoni. Yule kaanzia katikati akaenda mwishoni. Yule kaenda, hauna connecting dot. Mwisho wa siku ndio maana watu wote ambao huwa wanakuwa na ndoto alafu wanaendelea kujifunza wachukue hatua, wao wanaishia na stress. The more unaendelea kufuatia information ambayo haina mpangilio, unazidi kuendelea kuwa confused. Baadaye unaingia kwenye ugonjwa wa kitu kinaitwa right person. Unajifanya unajua kila kitu, matokeo huna chochote cha kuonesha cha maana. Lakini kila mtu akiongea, sikiliza, hapo ingekuwa hivi. Sijui nini, kilingekuwa hivi. Si kitu gani? Twende kwenye reality. Huna chochote cha maana cha kuonesha. Hiyo ndio shida ya kuendelea kujifunza we, hauna mwongozo, hauna mkakati. Watu wenye akili wanafanya hivi. Cha kwanza kabisa, amejua ndoto yake ni hii hapa. Anajiuliza swali, kitu gani, mwongozo upi nitaupata? Anapata mwongozo ambao umesimama. Kama ni program anasoma. Then akishapata mwongozo, mtu yoyote atakaye comment chochote kinachoendana na kile ambacho yeye anafanya au anakijua, analifa kwenye mwongozo wake. Ili sasa iwe rahisi kupima kama kile ambacho amejifunza anachokifahamu na kile ambacho kinasema kina uhalisia kiasi gani. Hivyo ndio watu wenye wanaofanya vizuri wanafanya. Mimi kwa mfano najua kwamba kuna AI. Kuna kitu inaitwa artificial intelligence. Sio trendi, ndio mtindo mwingine wa maisha ambao tunao sasa hivi. Sasa nikasema no, mimi sio mtu wa matukio, sio mtu wa kuona hiki hapana. Nikatafuta mentor wa kuhusu AI. Nikamwambia sikiliza, nataka unifundishe program ya AI ambayo inaelezea vitu vyote vya msingi vinavyohusiana na 1 2 3, kwa sababu AI ni kila kitu. Lakini nataka hiki na hiki na hiki na hiki. Nikapata ile basic yote. Na yale yote yanaendana na kile ambacho nafanya.
Sasa hivi kwa mfano, mtu akitokea akaniambia sijui kuna 1 2 3, najua potezea muda. Yaani na uwezo wa kupima hata kiwango chako cha unachokiongea. Ni sawa na biashara. Biashara kuna ranki 6 za biashara na kuna maana ya biashara. Wakati nimechukua program ya kujifunza biashara, tunaita biashara ya kitaalamu, inaitwa expert business. Biashara hazifanani, nimekwambia ziko ranki 6 za biashara. Expert business. Mtu akiwa anaongea tu kuhusu biashara, najua level yake ufahamu. Na najua biashara anayofanya. Na najua hii inanihusu au hainihusu. Kuna biashara ambayo unajua kabisa kwamba hii ni biashara sawa, lakini kwa sasa hivi sio level yangu. Na sio level yangu kwa sababu gani? Kwa sababu hii na hii na hii na hii. Lakini sio kama si biashara mbaya. Inafaa kabisa, lakini nitakuja kuifanya miaka 5 ijayo, miaka 10 ijayo, au nitaifanya hii kikaa sawa. Nitaifanya hiki kikaa sawa hiki hapa. Baada ya kujua yani biashara ni kitu gani katika mfumo wa program na course. Na reference za kujua kabisa huyu kafanikiwa kwa sababu kafanya hii. Sio kwa sababu kafanya hii biashara. Kwa sababu ni nani katika hii biashara. Huyu kafanikiwa kwa sababu hii, kwa sababu hii. Nasema okay. Sawa sawa. Kwa nikiona mtu anazungumzia kuhusu tips fulani ya biashara, najua huyu kwanza, hata mtu akiongea unajua anapata shilingi ngapi kwa mwezi. Mengine yatakuwa ni mazito kidogo, lakini ya meze, mengine yatapike, lakini mwisho wa siku inabidi ufikie unapotaka kufikia. Point ya msingi ni nini? Point ya msingi ni kwamba mfumo unakupa design ya maisha. Usikurupuke. Usikurupuke. Na mwisho wa siku kama nilivyosema kwamba maamuzi mengi yanachosha akili kuliko kazi ngumu. Hakuna kitu kinakula nguvu yako kama maamuzi. Ukitaka kujua maamuzi yanakula nguvu na akili na kila kitu, tafuteni kitu chochote ambacho mliwahi kukaa watu 5 6 mnataka mfikie mwafaka. Ni katiba mnatengeneza au si ni kitu gani? Sio kitu rahisi ambacho unaweza kufikiri. Unaweza kaja ukatengeneza kitu chako mwenyewe ukasema kimekaa vizuri. Ukishaanza kuhusisha mjadala, sio leo. Okay, wacha tuangalie case study ya bustani. Bustani bila mfumo ni sasa na msimu wa hasara. Fikiria mkulima wa bustani hana ratiba ya kumwagilia, hana mpangilio wa mbolea, hana kalenda mavuno, hana mpango wa soko. Kila siku anaamka anajiuliza, leo nifanye nini? Huo tayari ni ushindi wa hasara. Bustani haikosi kukua kwa sababu mkulima ni mbaya. Inakufa kwa sababu hakuna mfumo unaoongoza siku nzima. Unakuta kwa mfano, sisi kwa mfano kwenye bustani yetu, kila siku kuna baadhi ya watu wanatembelea ndugu zetu. Wakija wanasema, bustani imebadilika. I see imebadilika. Imebadilika. Lakini bustani ina mfumo kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kitu gani cha kufanya kwa wiki, kwa siku, kila kitu. Sasa kila muda ukifika kuna jambo linafanyika. Kila muda ukifika kuna jambo linafanyika. Sasa chukua hiyo bustani mkabidhi mtu, mwambie wewe ihudumie. Ukija tu baada ya wiki, sio wiki, siku 3. Bustani ni siku 3 tu. Hakuna bustani. Hakuna bustani, siku 3 tu. Hakuna bustani. Kwa nini? Bustani inakufa si kwa sababu si kitu gani kimetokea. Ni kwa sababu haina mfumo unaoongoza kwa siku moja. Mkulima mwenye mfumo haulizi najisikiaje leo. Anafuata ratiba hata siku ya uchovu. Ndio maana mavuno hayategemei mudi. Haya, tuangalie kwenye mfano wa kuku. Mfumo ndio mlinzi wa faida. Nasema kwenye ufugaji wa kuku, chakula akipewi kwa sababu unahisia. Chanjo haingojei hamu. Usafi hausubiri hamasa. Kuku hawajali mhudumu amechoka, hana furaha, ana stress. Wao wanachoitikia ni mfumo. Ndio maana mfugaji asiye na mfumo atapoteza kuku katikati. Ataanza kula mtaji, ataanza kulaumu magonjwa. Tatizo lilikuwa hakujenga mfumo wa kujilinda kabla ya kuanza. Hakujenga mfumo wa kujilinda kabla ya kuanza. Okay, ngoja nimalizie kitu kimoja hapa. Naona muda wangu umeisha na bado somo ulipo. Tutaendelea katika vipindi vijavyo kwa sababu tunamaliza leo kwa nitajibu kwa balance. Ukweli mwingine mzito ni kwamba, ngoja nimalizie na hiki kipengele, nidhamu haikai bila muundo. Kuna kitu kinaitwa nidhamu. Yaani nidhamu ndio mama wa mafanikio. Nidhamu ndio mama wa mafanikio.
Kama huna nidhamu huwezi kufanikiwa. Yaani full stop. Kama huna nidhamu huwezi kufanikiwa. Nishasema mara nyingi kwamba nidhamu ni kufanya unachotakiwa kufanya, uwe unajisikia au ujisikii. Ni kufanya unachotakiwa kufanya, iwe watu wanakuona au hawakuoni. Ni kufanya unachotakiwa kufanya, iwe kuna nao kushangilia au kuna nao kusomea. Kwa sababu maisha yana vitu vingi. Watu wanakushangilia au wanakusomea. Wewe ni kuendelea kufanya unachotakiwa kufanya, kwa sababu wewe ndiye unayejua kwamba hichi kitu ni sahihi au sio sahihi. Hiyo ndio inaitwa nidhamu. Sasa siri ni kwamba hivi, nidhamu haikai bila muundo, bila mfumo. Ni rahisi watu wengi kusema nitakuwa na nidhamu mwaka huu, lakini hawajiulizi hiyo nidhamu itakaa wapi? Nidhamu haikai hewani, haikai kwenye ahadi, haikai kwenye hamasa. Nidhamu inakaa kwenye muundo unaitwa structure. Bila muundo unajipa ruhusa ya kuchelewa, unajipa nafasi ya kuahirisha, unajitetea kwa sababu. Usipokuwa na muundo, nidhamu haiwezi kufanya kazi. Wewe unasema kwa mfano, kesho nikiamka asubuhi, yani mimi nataka mwaka huu niwe serious, niwe committed, nataka niwe mtu wa commitment, yani mimi nimechoka kabisa. Hamna kitu. Hiyo inaitwa vibe. Nidhamu kufanya unachotakiwa kufanya, hiyo unajisikia ujisikie. Kufanya unachotakiwa kufanya, watu wanakuona wakuone. Kufanya unachotakiwa kufanya, whether wanakushangilia au wanakuzomea. Haiwezi kuendeshwa bila kuwa na structure, bila kuwa na muundo. Never. Hata ukikiri kiasi gani kwamba mwaka huu nataka mimi niwe mtu wa discipline, hapana, nimechoka kabisa mimi, nataka kuwa mtu wa discipline, hapana. Usipokuwa na discipline, mood itakuendesha, hisia zitakuendesha, hamasa itapotea. Jamani, maisha tulionayo sio kila siku ni mazuri, lakini uzuri, ubovu, hamasa, kutokuwa na hamasa haitupatii uhalali wa kuto kufanya huku tunategemea matokeo. Never. Yani eti leo umeamka kushoto, umeamka kulia. Kwa sababu umeamka kushoto, umeamka kulia, mafanikio yatakuonea huruma kwamba huyu jamaa bwana hakuwa sawa, unajua na nini. Sasa usipokuwa na nidhamu, usipokuwa na mfumo, nidhamu yako ikaenda hewani, kinachotokea ni kwamba unajipa, usipokuwa na muundo, usipokuwa na structure, unajipa ruhusa ya kuahirisha, unajipa ruhusa ya kuchelewa, unajipa ruhusa ya visingizio. Ukishaanza kujipa hizo ruhusa, hakuna nidhamu, unaua nidhamu. Nidhamu ni lazima uwe na mfumo, uwe na structure. Tunasema hivi, mfumo ni jinsi ya kuambia ubongo kuwa hili halina mjadala. Nidhamu, mfumo ni jinsi ya kuambia ubongo bwana hili halina mjadala. Ndio maana watu wenye mfumo hawapambanishi na hisia, yani hapambanishi hisia na majukumu. Sasa hivi nitafanya kweli? Mfano mzuri ni watu walioajiriwa. Mtu aliyeajiriwa au anapenda kwenda kazini, hapendi, lazima aende. Kwa nini lazima aende? Kuna majukumu yake, na asipoenda hatapata kazi, atafukuzwa kazi. Sasa angalia, kati ya watu ambao wana discipline ya kazi ni watu walioajiriwa. Kwa nini walioajiriwa wana discipline ya kazi? Ni kwa sababu tayari kuna muundo wa kufuata. Akiamka asubuhi, sijui kushoto kumeenda kulia, jana amelala na hangover, haihusiani. Lazima amke ende kazini. Moja kati ya kitu ambacho mimi nilijifunza kuhusu discipline ni kazi ya babangu. Bwana, babangu alikuwa a man of discipline. Sasa sijui alikuwa a man of discipline kwa sababu ya mfumo wa kazi ya kuajiriwa au kwa sababu ni nini, lakini kuna saa ilifika nilikuja kugundua kwamba babangu ni mwalimu, na nafikiri kwa mwalimu wa wito.
sio tu mwalimu wa mshahara, kwa sababu ilifika kipindi yani anatamani afundisha hata Jumapili na hakuna sababu. Ni baba wangu mimi siwezi kuwa mwalimu. Kuna kitu aliniambiaga nikiwa mdogo sana. Aliniambia no, wewe ni mwalimu, isipokuwa labda hupendi kazi yangu, lakini wewe ni mwalimu. Ualimu na kazi ni vitu tofauti. Kaambia baba, hapana, mimi siwezi kuwa mwalimu. Okay, tuachane na mambo ya wito wake, lakini alitakiwa kwenda kazini iwe maana alikuwa ni mtu wa pombe pia. Sasa hivi si angalau kidogo si ampunguza, ameacha. Maana kuna siku nasikia amepiga vitu, kuna siku kwa anashinda kujua kama ameacha au amepunguza. Sasa sikiliza, anaweza kuwa ameamka asubuhi ana hangover, yani unaona kabisa huyu mtu hayuko sawa, lakini kwa sababu kuna discipline ya kwenda kazini lazima aende. Hiyo ndio tunaita discipline, hiyo ndio tunaita nidhamu. Sasa hiyo ndio inabidi kuvae kwenye mafanikio. Kinachowafelisha watu wengi baada ya kuwa wameacha ajira wakaingia kwenye biashara, huwa sijui wanafikiri huku duniani hakuna nidhamu. Unasikia mtu anakuambia mimi nataka kuwa huru. Hakuna uhuru wa mafanikio usiokuwa na nini? Na utaratibu. Ukiwa na uhuru usio na utaratibu unakuwa maskini. Maskini ni mtu mwenye uhuru usio na utaratibu. Tajiri ni mtu mwenye uhuru ulioamriwa tayari. Anajua wapi kwa kwenda, nini cha kufanya, wakati gani amke, kitu gani ale, kitu gani afanye. Umaskini ni uhuru usio na utaratibu. Anakula hovyo, anaamka hovyo, anafanya bila mpangilio, anafanya bila utaratibu. Huo nao ni uhuru. Lakini ni uhuru usio na nini? Usio na mfumo. Tajiri anatengeneza uhuru wenye mfumo, na ndio maana ni matajiri. Mwisho wa siku ni kwamba watu ambao wana mfumo hawapambanishi hisia na majukumu, hawajisemei sana, wanatenda kimya kimya, na mwisho wa siku wanafanya mambo makubwa. Rafiki yangu, naomba tukutane katika somo lijalo tuweze kukamilisha somo letu. Jambo la msingi ni moja tu, tukutane katika kipindi kijacho, tuzipambanie ndoto zetu. Jambo la msingi ni moja tu, kama uko serious unatamani tukushike mkono hatua kwa hatua, tuna program maalum ya bustani pamoja na kuku, ambapo tunaamini mwaka huu mambo makubwa yanaenda kutokea. Jambo la msingi, andika neno program kwenye nambari ya WhatsApp 0761 825 808, 0761 825 Muda sio mrefu tutaendelea na kipindi. Nenda kwenye caption, angalia ratiba ambazo tumecomment pale, angalia ratiba inayofuata itakuwa saa ngapi, muda gani, then tukutane na kipindi na tuendelee kupambania ndoto zetu. Jambo la msingi, kama umemiss baadhi ya masomo, nenda YouTube, andika Profitable Farm TZ. Utapata masomo yote yaliyopita. Kama nilivyosema, kama uko serious unataka tukushike mkono hatua kwa hatua, tuna program maalum kwa ajili ya watu ambao uko serious. Andika neno program kwenda kwenye WhatsApp 0761 825 808. Leo day 10, siku ya 10 tunakamilisha mapambano ambayo tumeyaanza. Otherwise tukutane katika kipindi kijacho.